Kwa maana Israeli alitaka asimikwe kama mkubwa wa Mashariki ya Kati, ili nchi zingine zote zile zinazomzunguka zimuogope, na yeye awe ndo anayetoa maelekezo, watu wanatakiwa kuishi hivi. Lakini wakati huo kuna Irani, maana walifanya matukio, wamefanya kwa Iraki, wakamua Saddam Hussein. Irani anatazama ule mchezo, wakafanya Libya, wakamua Gaddafi. Irani anatazama ule mchezo, haribu Syria. Lakini tazama Yemen na yenyewe ina matatizo. Yote haya wanayafanya kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza hizi nchi kuzidhoofu, alafu kumpa nguvu nani? Muisraeli. Ili huyu Muisraeli atawale zile nchi zote na aweke sheria zake na amri zake ndo zifuatwe pale, kama ndo baba wa eneo hilo. Lakini Irani naye akajiimarisha. Baada ya kujiimarisha, wakamwekea vikwazo vingi sana. Walimwekea vikwazo, moja katika vikwazo, hatakiwi kumiliki ndege za kivita. Yule bwana akaona, msintania, hamna shida, mimi sina haja ya mandege hayo, mimi ninachokifanya natengeneza mabomu yale, yani makombora ya masafa marefu, nitawaonyesheni kazi tu. Basi mwanaume katengeneza hizo, akatengeneza na drone zake. Basi ni hatari sana huko, wanachanganyikiwa huko walipo. Wanasema wanaopigana hii vita pale Iran, asilimia kubwa wale ni watu wa Shia, nadhani wanaamini hivyo. Kuna makundi tofauti tofauti ndani ya Uislamu, ingawa Uislamu unajulikana ni Uislamu tu, yanagawanyika kwamba wapo wanaosema acha Irani ipigwe, wanastahili, kwa sababu Mashia ni kama wamekengeuka kidogo, imani yao ni haba kwenye Uislamu. Kuna lugha nyingine sipendi kuitumia, wengine wanasema makafiri tu kama makafiri wengine, acha apigwe. Je, ni sahihi kwa Muislamu wa kundi lingine ama anayeamini tofauti na wa Irani kumuombea ama kufurahia kipigo cha Iran? Kama si sahihi, ipi kauli yako? Sahihi. Kwanza, jambo la kwanza mimi niseme hivi, tunaposema Irani ni Mashia, sio kila Shia ni kafiri, la. Na hayo pia yameelezwa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah naye kaeleza kwa ufasaha kabisa, akasema sio kila Shia anakuwa ni kafiri, bali yapo makundi mengine katika Mashia wanaweza wakawa makafiri, lakini sio kila Shia anakuwa kafiri. Kwa hali hiyo sasa, sisi tunawadhania vema wale Mashia wa Irani katika baadhi ya makundi yao, tunawadhania vema, hata kama wanazalal, wanakule kuteleza kwao kwa hapa na pale, bado haiwatoi wao kuwa ni Waislamu. Kwa hali hiyo sasa, ukimwona mtu anafurahia kwa maana Irani kupigwa, huyo mtu anafanya makosa, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema, unsur akhaka dhaliman au madhluman, mnusuru ndugu yako hali ya kuwa huyo ndugu yako akiwa yeye ndo anayedhulumu au aliyedhulumiwa, mnusuru. Masahaba wakamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, huyu ambaye anayedhulumiwa tunaweza kumnusuru, sasa huyu anayedhulumu tunafanyaje ili kumnusuru? Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, kumnusuru huyu ambaye anayedhulumu ni kumziwia asiendelee na dhulma zake, au kumkataza asiendelee na kufanya dhulma. Kwa hiyo, kwa kuwa ndani ya Irani kuna Mashia na sio kila Shia anakuwa ni kafiri, kwa hali hiyo ni vema sana kuiombea dua Irani, na ni vema sana kuwaombea ushindi Irani katika hali zamani, kwa mujibu wa jinsi ninavyofahamu mimi, na hii ni akida yangu, yani ni kile ambacho ninachoamini mimi, kwamba wa Irani sio wote watakuwa ni makafiri. Kwa hali hiyo sasa, tuna haja ya kuwaombea, hata kama watakuwa wana makosa yao ya hapa na pale, lakini makosa hayo hayawatoi katika dini tukufu ya Kiislamu. Tuwaombee kheri, inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Kwa lugha nyepesi, Sheikh, waomba tuseme ama unawasihi Waislamu duniani kote kuiombea Iran? Hasa hilo ni neno langu, kuwaombea Irani, kwa sababu tunatazama pia na aina ya maadui ambao yeye anapambana nao ni watu wa namna gani. Ukitazama
wale Waisraeli ni watu ambao hawana ubinadamu. Mimi nimesoma kitabu kimoja kinaitwa Alwajhul Haqiqiyu Lilyahudi. Hawa Mayahudi wao wanasema siku moja waliwahi kukaa kikao na Mwenyezi Mungu. Yani wao walikaa kikao na Mungu. Wao na Mungu yuko hapo, kakaa naye kikao. Kisha wakati wamekaa kile kikao wakawa wanamuuliza Mungu, limadha khalaqta khalqan ghaira shu'bika almukhtar? Kwa nini wewe Mwenyezi Mungu umeumba watu wengine wasokuwa Wayahudi? Maana kuna watu wengine ambao si Wayahudi. Sasa wewe umewaumbia nini hawa? Sikiliza majibu ya Mungu, anawajibu Mayahudi. Wakasema, Mwenyezi Mungu akawajibu, anasema litarkabu ala dhuhurihim wa tamtassu dima'ahum wa tukhli diyarahum wa tafalu ha. Akasema sababu ya msingi ni kwamba nyinyi nimewaumbieni watu wengine hawa wasiokuwa Mayahudi kwa sababu nyinyi mpande juu ya migongo yao. Yani nyinyi mwafanye hao ndio watumwa wenu katika kila jambo. Lakini kadhalika watamtasu dima'ahum, lakini muwe ni watu ambao mnaweza kunyonya damu zao. Yani mkijisikia kutoa kafara ya binadamu, watoeni hao. Ndio maana wameumbwa wasiokuwa nyinyi. Maana yake Myahudi yeye anajiona ni mtu bora duniani kuliko mtu mwingine yoyote. Yani mtu ukisikia kuna kitu kinachoitwa haki za binadamu ni kwa Yahudi. Lakini mtu ambaye asiokuwa Myahudi haki ya binadamu haimuhusu. Yani neno la haki ya binadamu halipo kwake. Sasa hawa watu ni watu ambao wana hatari sana. Wao wakasema ili tukijisikia kutoa kafara tutoe kafara. Kwa hiyo yale matukio ambayo tunaona yanafanyika pale Middle East ni matukio ambayo yanafanywa sana na hawa Mayahudi. Hasa Mayahudi wa Kizayuni. Hasa ni Mayahudi wa Kizayuni. Hawa ndio wanafanya sana matukio hayo. Kwa hiyo wameua sana. Sasa leo tunaona huyu Myahudi na mauaji aliyoyafanya, kisha anakwenda kupambana na taifa la Irani ambao ndani ya Irani wapo Waislamu. Kwa nini sisi tusiombe dua Irani ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape nusra? Mtu anakuja anasema wale ni makafiri. Mashia wote si makafiri. Yapo makundi ya Mashia ambayo ni makafiri na yapo makundi katika Washia ni Waislamu. Hata kama wana makosa yao ya hapa na pale, lakini bado hayawatoi kuwa wao ni Waislamu. Kwa hiyo tuna haja ya kuiombea dua Waislamu wote dunia nzima. Tuna haja ya kushikana na Wairani. Na ukimwona mtu anasema kuna haja ya kushikana na Muisraeli, basi huyu mtu wallahi inatia ukakasi kidogo hii kauli. Ingawa kuna watu wana mitazamo mingine wanaweza wakalitazama hilo, lakini mimi binafsi sioni kama ni sahihi kuipa nguvu Israeli na kumporomosha Muirani. Sioni kama ni sahihi, hasa kwetu sisi Waislamu. Sioni kama ni sawa katika hilo. Sawa. Mimi ninachofahamu na ninachosikia na ninachoona ni kwamba Uislamu ni dini ya haki. Ni lazima usimame kwenye haki pasipo kumuonea mwingine na kumtakia heri jirani yako. Lakini kuna watu wanasema kama Iran ni nchi yenye misingi na mienendo ya dini tukufu ya Kiislamu, hawawezi kumuombea wala kumdhuru jirani yake kwa namna yoyote kama dini inavyosema. Tumeona Irani anakorofishwa ama amepigwa na Marekani pamoja na Muisraeli. Lakini yeye anapiga ndugu zake ambao kuna Waislamu wenzie ikiwemo Dubai na nchi zingine jirani na yeye. Sasa huoni kama yeye mwenyewe pia naye anakosa ile imani ama anaenda kinyume na imani ya Kiislamu kwamba hatakiwi kumfanyia ubaya wala kumtendea ubaya jirani yake, lakini hapo hapo amezuia njia ambayo ni muhimu sana kwa dunia nzima, ambayo naweza nikasema imeshika uchumi wa dunia nzima. Uchumi ambao unaenda kuathiri mataifa ambayo yako chini ya imani ya dini ya Kiislamu, yanaongozwa kwa dini ya Kiislamu, na yale ambayo hayafuati mlengo huo. Huoni kama pia kuzuia njia hiyo inaweza kawa ikaathiri na Waislamu wengine duniani kwake ambao ni ndugu zake huyu Muirani? Swali zuri sana. Iko hivi, Irani anapofanya mashambulizi katika nchi jirani yake, yani zile nchi za jirani yake, yeye hawadhuru na wala hafanyi mashambulizi kwa maana anazishambulia zile nchi, bali yeye anachokifanya anashambulia maadui ambao walio katika nchi zile, na ndipo wanapoanzia mashambulizi yao katika nchi hizo kuja kumdhuru yeye pale alipo. Ndicho anachokifanya Muirani.
Mwirani yeye harushi makombora tu, anarusha ovyo ovyo. Anaarusha ni pale katika zile kambi za Marekani, kambi ambazo zinazotumika kwa ajili ya kumdhuru huyu Muirani. Anachokifanya Irani sio kwamba anawapiga wale majirani zake. Unajua Mtume sallallahu alayhi wasallama anatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamtazami jirani mbaya kwa jicho jema. Sasa leo anakuja mtu anaweka kambi zake katika yani kwa jirani yako. Alafu kuanzia pale kwa jirani yako ndipo anaanzisha mashambulizi yake kuja kukudhuru wewe. Unafikiri wewe utachofanya ni nini? Itabidi umsambaratishe huyu ambaye yeye ndio sababu ya mashambulizi yake ya adui yako kuja kukudhuru wewe. Kuna usemi mmoja unasema idha raaita aduwaka ma'a sadiqika fa'alam anna ithnaini kulluhuma aada. Kuna usemi ambao unasema ukimuona rafiki yako yupo na adui yako, basi fahamu kabisa wote wawili hawa ni maadui. Wahidun aduun sirran, yani mmoja wapo ni adui wa siri na mmoja wapo ni adui wa dhahiri. Ndivyo jinsi ilivyo. Huyu ambaye anajifanya yeye ni rafiki, lakini wakati huo anamkumbatia adui yako, fahamu kabisa hawa wote wawili ni maadui upande wako. Sasa alichokifanya Irani sio kuwapiga Waislamu wenzake walio katika nchi za jirani yake, ni kupiga zile kambi ambazo za Marekani ambaye ndio adui yake, ambaye kuanzia katika kambi hizo ndipo yanapoanza mashambulizi kuja kumdhuru yeye. Kwa hiyo anafanya vile kumdhofu adui ili apate yani aanze mashambulizi yake kutoka mbali. Ndio maana unaona hapigi katika miundombinu ya kiraia. Lakini kuna wakati walitoka wale wanajeshi wa Marekani katika kambi zao baada kuwa zimeshambuliwa, wakakimbilia kwenye mahoteli. Kwa hiyo kule kwenye mahoteli wanakwenda kufanyaje? Kujipanga upya ili kuleta ambushi tena upya. Kwa hiyo ndio maana Samu Irani akasema na mimi nakufuateni huko mlipokimbilia. Hii hatuwezi kumuita kwamba huyu bwana amefanya makosa, bali anajihami kutokana na hatari ambayo majirani zake wao wamempokea adui yake Irani, na wakianza mashambulizi yao kupitia pale kwa yule jirani yake. Kwa hiyo hata kama ningekuwa ni mimi lazima ningeanza kwanza na huyu ili nisafishe njia ya kwenda katika majambo mengine. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, kuna ule mfereji wa Hormuz. Hormuz huu ni mfereji ambao ndio zinapita meli nyingi sana ambao zimebeba nishati kwa maana mafuta na gesi na mfano wa hayo kupeleka katika nchi mbalimbali, hasa nchi za Ulaya. Sasa kwa mazingira haya huyu bana akasema kila mmoja avimbie chake. Mimi hapa hii Hormuz ni yangu, kwa hiyo na mimi navimbia changu. Nyie si mnanipiga, basi na mimi hapa naonyesha sasa ubabe wangu. Hapa ndo naonyesha na mimi undava sasa. Hapa akipiti kitu. Na hii pia ina uwezo wa kusaidia. Unajua Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alharbu khud'a au kama qal. Anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam vita ni udanganyifu na vita ni mbinu. Kwa hiyo ukiona kwamba hii mbinu nikiitumia itanisaidia katika vita, unatumia tu ile mbinu kwa sababu itakusaidia kwa adui anaweza akadhoofika. Leo tunaona wanapata tabu maadui, wanapata shida kwa sababu ya kufungwa ule mfereji wa Hormuz. Lakini pamoja na hivyo bado kuna meli ambazo zinazopita kwa makubaliano, wanakubaliana zipo meli ambazo zinazopita. Ila akasema tu kwamba kwa hawa ambao wao ni maadui zangu hapitishi mtu hata lita moja hapa. Hii ni sahihi kabisa. Wala mimi sioni kama ni shida, na wala hana lengo la kuwadhuru Waislamu wenzake walio katika maeneo mengine duniani. La, ili wao wawe salama, waondoshe zile kambi za Marekani katika nchi zao, hawatashambuliwa. Ndivyo wanavyosema Muirani. Na hivi sasa pia kaanzisha kitu kimoja kinachoitwa al-ainu bil-aini, jicho kwa jicho. Utaona kwamba mara kadhaa utamuona huyu Muirani yeye hashambulii mpaka ashambuliwe. Ndivyo ilivyokuwa. Yaani vita ya jino kwa jino au jicho kwa jicho, hii ndio utaratibu wa dini tukufu ya Kiislamu. Ndio aya kabisa ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ikitokea mtu kaja akakutoa jicho, na wewe ukimpatia fursa mtoe jicho. Usimtoe mawili, mtoe na yeye hilo moja kama jinsi alivyofanya.
Yani mkifanywa uadui na nyinyi fanyeni uadui kwa kadiri ya namna mlivyofanywa uadui. Ndio Qur'ani inatuambia hivyo. Sasa leo wakija wakipiga katika sehemu ya nishati, basi na yeye anatazama wapi kuna maslahi ya Marekani. Dubai mathalan, kuna maslahi ya Marekani katika nishati fulani, na yeye anafanya nini? Anapiga pale katika nishati. Ndio al-ainu bil aini, jicho kwa jicho, mkono kwa mkono. Na hata ukitazama hii vita namna ilivyoanza, wao walikuwa kwenye mazungumzo na wanasema mazungumzo yalikuwa yanakwenda vizuri. Wakati wao wapo katika mazungumzo, anatokea Marekani pamoja na Mwisraeli wanakuja kumshambulia. Hata kama ni wewe unafanyaje? Unakosa kujihami hapo. Na yeye ndio maana akafanya malipizi makubwa sana. Lakini kiukweli kabisa ukitazama hii vita, sisi tumuombee sana Irani tumuombee sana, kwa sababu yule Myahudi bana ameua sana watu Gaza. Na watu hawasemi, wameuawa sana watu wengi, mamia kwa malaki wameuawa, lakini hakuna anayesema katika hili. Hapo unamgusia Myahudi, mimi niseme Mwisraeli. Kuna imani ambazo zinaamini kwamba Israeli ni taifa tukufu teule la Mungu. Basically ipo kwenye Biblia, kwa maana kwa lugha nyepesi ni Wakristo kwa kiwango kikubwa sana, kwamba Israeli bwana ni taifa teule, taifa la nchi ya ahadi, ambapo Mwenyezi Mungu aliwaahidi wakaishi hapo. Sasa kuna maandiko wanasema Waisraeli waliozungumzwa kwenye Biblia si hawa waliopo sasa. Ukweli uko wapi? Ni kweli kwamba wale tunawaona sasa sio ambao Mwenyezi Mungu aliwakusudia? Kama sio, ina maana wao si Waisraeli, hawastahili kuwa pale. Na kama ni ndio, je, hiki wanachokifanya ina maana ni sahihi kwa sababu waliahidiwa kuitawala dunia? Jambo la kwanza, tunaposema kwamba Israeli ni taifa teule la Mungu, hii ni lugha tu ambayo inayotumika, lakini mimi naamini taifa teule ni lile ambalo linalofuata misingi sahihi ya Mwenyezi Mungu, jinsi alivyotaka Mwenyezi Mungu, na ndio wakawa wanafanya, basi hilo ndio litakuwa taifa liloteuliwa na Mwenyezi Mungu. Lakini tunaona pale Israeli ni watu ambao wanafanya matukio mengi ajabu sana, na ndio maana wanaitwa Wazayuni. Yani Wazayuni maana yake ni watu walowezi, waliloea kutoka sehemu fulani wakahamia sehemu nyingine, wakaja pale wakakapo wakaanzisha. Na wakati wanakuja wale mabwana walikuwa wachache tu. Historia inasema walikuwa ni watu wasiozidi 500, na hasa walianza kuletwa Uganda wakakataa, wakaona sasa huku Afrika sisi hatutakubaliana napo, ndio wakarudi wakaenda pale Mashariki ya Kati. Watu wanani hawa nchi gani? Palestina wakawapokea. Walipowapokea wale mabwana wakamwambia sikaeni hapa. Wale watu ni watu ambao wana tabia ya kujichomeka mahala. Yani wako hivyo. Kwa hiyo baada ya kuwa pale sasa wakaanza kuwa wanaitana, wakaja kuwa wengi, wakachukua maeneo, mara wakaanza kutangaza kwamba hii ni nchi yetu. Bana sisi tumewakaribisheni tena mnafanya tena hii imeshakuwa nchi yenu. Ndio nchi yetu. Wakaja wakapewa nguvu na Marekani, kwa sababu ukitazama tawala za Marekani 90%, yani wale wafanyabiashara wakubwa waliotawala uchumi mkubwa ni Mayahudi. Kwa wakapewa nguvu. Walipopewa nguvu pale, basi wakawa sasa wakafanya kuwa ni nchi yao. Sasa ili wabakie kuwepo pale na wabakie kuwa na nguvu, wawe na kauli, inabidi waweje? Ndio kabisa sasa wawekeze katika masuala ya silaha, wakawa na maslaha na uwezo mkubwa wa ulinzi wa anga na mfano hayo. Kwa hiyo mataifa mengine yale yote pale ambayo yalomzunguka ikabidi sasa yakawa yanatakiwa yawe chini ya control inayotoka kwa Mwisraeli ambaye yeye ni mgeni tu pale. Lakini kwa sasa anajiona yeye ndio mwenyeji na ndio taifa la teule, wakati sio taifa teule, ni walowezi tu, wamelowea kutoka sehemu wamehamia pale. Kwa lugha nyepesi, Israeli si taifa teule tena. Kabisa si taifa teule. Na kama ilikuwa hivyo, basi ni wale wazama zile za Nabiiullah Isa au Yesu Kristo, zama zile. Wale tunaweza tukasema hasa kwa sababu walikuwa wanafuata zile utaratibu wa Nabii Isa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Lakini kwanza hawa Wayahudi sio Wakristo, ujue. Wana dini yao inaitwa hivyo ya Kiyahudi. Hiyo ni dini yao. Na wala hawamuamini Mkristo yoyote. Wale mabwana wale. Sema tu wengi katika Wakristo hawajui haya.
Hiyo ndio shida, kwamba anaona ni taifa teule ndio taifa la Mungu. Hapana. Au sijui sasa, inawezekana kawa wanajua hawataki ukweli, lakini naamini wengi watakuwa hawajui. Wengi wao hasa wadogo wadogo, wale wakubwa wanajua, wao wanajua vizuri, lakini hawa wadogo wadogo wanawezekana kawa hawajui. Kwa sababu huyo Myahudi mwenyewe anavomchukia Mkristo huwezi kuamini. Amchukia sana Mkristo. Aiwa. Majuzi nimewahi kuona clip moja ya Benjamin Netanyahu, huyu waziri mkuu wa Israeli. Anasema katika watu ambao mimi binafsi naona hawana msaada wote ni huyo Yesu. Anasema hivyo dhahiri kabisa. Ipo clip yake alikuwa anasema maneno namna hiyo. Sasa utaona namna gani ambapo hata hamkubali huyo Yesu katika mazingira haya. Sasa binafsi mimi siwezi kusema lile ni taifa teule, kwa sababu taifa teule la Mwenyezi Mungu ni lazima liwe linafata usahihi mambo yaliyotakiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini tazama pale Tel Aviv ndio kitovu cha ushoga. Sasa kama ndio kitovu cha ushoga katika nchi ya Mungu, yani taifa la teule la Mungu, wewe unasemaje hapo? Haiwezekani kuwa taifa la Mungu likawa na matendo machafu ya kiasi hicho. Lakini ndio watu ambao wanaongoza kwa kuua watu duniani. Bado unasema hilo ni taifa teule la Mungu? Hapana. Binafsi mimi naona Israeli amewapiga watu kwa staili hiyo. Sasa bila shaka tumuombe Mwenyezi Mungu tuatunusuru na awanusuru, lakini kadhalika ampe nguvu Muirani. Kwa kweli hali ni mbaya sana Mashariki ya Kati, mbaya mno. Tuna haja ya kuomba dua sana sana sana, Mwenyezi Mungu atunusuru inshallah. Shehe, tumalizie kwa ufupi sana. Kwa ufupi namaanisha kwa ufupi mno. Nini wito wako kama kiongozi mkubwa wa imani, mwalimu, lakini pia tabibu? Nini wito wako kwanza kwa dunia nzima? Hapa sikusudii kumzungumzia Muisraeli wala si Muislamu ama Mkristo aina yoyote. Dunia nzima, nini wito wako kwa binadamu ambao ni viumbe wa Mwenyezi Mungu? Lakini mwisho kabisa utuelekeze tunapatikana wapi kwa yule ambaye angetamani pia kufahamu unajihusisha na nini. Inawezekana ni mara ya kwanza leo namuona Sheikh Diwan, unapatikana wapi, unajishughulisha na nini na anakufikia vipi? Sahihi. Wasia wangu ambao ninaweza nikatoa ni kwamba namuomba tu Mwenyezi Mungu amalize hizi vita, kwa sababu wale ni wanadamu, pamoja wawe watakavyokuwa, lakini ni wanadamu. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie kupatikane muwafaka utakaomaliza hizo vita, sababu leo sisi tuna safari ambayo tunataka kusafiri, lakini tunaogopa hasa kuelekea Mashariki ya Kati. Tunakuwa waoga sana. Tunapenda kwenda Jerusalem kwa ajili ya kwenda kutembelea Baitul Maqdis ili kujionea utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa ingiliki leo. Tunahitaji kwenda Ordon, Jordan, katika Bahrul Mayit pale, lakini tunashindwa kwenda kwa sababu ya hayo yanayoendelea. Kwa hiyo ni kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wito wangu ni kumwomba Allah Tabaraka wa Ta'ala aondoshe haya masala ya vita. Wakubaliane basi vita iishe katika mazingira haya, basi hali ende kwa katika hali iliyokuwa sawa sawa. Na kingine cha mwisho ambacho namalizia ni hii, umeniuliza kwamba tunafanya jambo gani. Sisi tunashughulika sana na masala ya dua na dawa za aina mbalimbali, hasa kutokana na dua, kutokana kwa wale watu ambao wamesibiwa na masala ya kisihri, ya kichawi, matatizo ya aina mbalimbali, maradhi ya kibiology, lakini kadhalika na wale ambao wanasumbuliwa kazini kwao. Ya mambo yote sisi tunashughulika nayo, na tunapatikana hapa Mbagala Kiziwiani, barabara ya lami ya Jeshini, ambayo bila shaka mtu anaweza kututafuta tukamshauri katika majambo yake nini anaweza kufanya ili mambo yaenze katika hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillahil karim. Asante. Naam. Swali kijana wangu hapa bwana. Sheikh, kuna moja ya hotuba ya waziri wa Israeli alihusisha hii vita kuwa inaelekea katika udini, na alisema Uislamu ni moja ya tishio duniani. Yani tukitanabaishwa na ugaidi, yani Uislamu na ugaidi kwa wenyewe wanafanya hivyo ili kuondoa hii zana. Pengine sasa Waislamu wa Kristo kupitia hii vita
unawaambieje, au ni vita ya namna gani? Ni kweli Uislamu na Ukristo unakwenda kupigana katika hii vita ama la? Swali zuri sana. Iko hivi, huyu bwana mkubwa huyu Benjamin Netanyahu, huyu bwana huyu huku ni kutapatapa tu, kwa maana imefikia wakati anahangaika tu, kwa sababu hakuna hata Muislamu mmoja ambaye anaweza kusema ile vita imekaa kidini. Huku ni kutafuta mahala pa kutokea. Sisi tunaelezwa ndani ya Qur'ani na tunaelezwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tumeelezwa namna ya kuishi na Waislamu na namna ya kuishi na wasio Waislamu. Wote hawa inatakiwa tuwafanyie uadilifu, tusiwatukane, tusiwapige, tusiwadhuru, tusiwafanyie madhara ya aina yoyote. Maadamu wao hawatudhuru, hawatupigi, hawatufanyii maudhi ya aina yoyote, hawa tuishi nao kwa wema, tuishi nao kwa amani, na ikiwezekana tuwape ulinzi, waishi kwa amani ya kutosha kabisa wale ambao wasiokuwa Waislamu. Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyu bwana yeye anasemaje hayo maneno ya kwamba Uislamu ni tishio duniani? Haya ni maneno yake na inaonekana ni maneno ya kushindwa, baada ya kuona kwamba kipigo alichokipata kimefika mahala pake. Ndio maana sasa anaanza kubabaika na kuhangaika katika hili. Uislamu sisi hatuna masala ya al-irhab, masala ya ugaidi hayapo. Ndio maana utaona katika maelekezo ya Bwana Mtume, hata watu wanapokuwa vitani, Mtume anasema kwanza msikate miti. Hebu sikiliza maneno haya. Kwanza tusikate miti. Miti haitakiwi kukatwa tunapokuwa vitani. Pili, tusiwaue watoto katika vita. Tatu, tusiue wanawake katika vita. Haya ni maelekezo anaelekeza Bwana Mtume Muhammad. Na nne, wasiuawe watu wasio na hatia. Wao sio wanajeshi, hawana kisu wala kiwembe. Unaendaje kwenda kuwapiga mabomu watu wa namna hii? Haya ni maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad. Sasa Bwana Mtume angekuwa kama anatufundisha ugaidi na Uislamu umekuwa ugaidi, maana yake angesema mkikutana na yoyote uweni tu. Awe mtoto uweni, awe mkubwa uweni, awe mwanajeshi uweni, awe nani uweni. Ingekuwa hivyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa maelekezo, anasema anayetakiwa kuuawa ni yule mwanajeshi mwenye silaha ambaye naye yupo katika mapambano. Huyu ndio ukimpatia fursa na wewe tumia fursa hiyo, kwa sababu ukimwacha wewe atakuwahi wewe katika hali hiyo. Sasa kwa hiyo suala la kusema Uislamu hii vita inakwenda kidini ni maneno tu ya Netanyahu na ni mahala pa kutaka kutokea, lakini Uislamu ushatuelekeza usahihi wa namna tunavyotakiwa kuwa katika swala zima la kivita. Naamini wapo watu kuanzia sasa wataupenda Uislamu na inshallah watahatani katika dini tukufu ya Kiislamu. Sheikh, katika kila jambo linakuwa na malengo. Katika hili sasa malengo ya Israeli na Marekani ni yapi haswa? Labda ujaribu kutudokeza kidogo malengo yao haswa katika hii vita ilikuwa ni yapi yani? Malengo ya hii vita kwa Israeli na Marekani ni chuki tu, kwa sababu jambo la kwanza wao walisema wanataka wabadilishe uongozi wa Irani. Wewe nyumba sio yako, alafu unataka eti katika uende ukaweke utawala wako katika nyumba ya mtu. Wewe ni nani? Yaani Marekani ni mtu ambaye anajiona kama yeye hii dunia ipo katika mkono wake. Ana uwezo wa kuimiliki vile anavyotaka. Sasa yeye na Muisraeli ndio akawa anasema kwamba anataka afanye nini? Abadilishe uongozi wa Irani. Ule uongozi wa Kiislamu, Jamhuri ya Kiislamu ya Irani haitakiwi kwa sababu inachukiwa na raia wake. Jambo ambalo si kweli. Baada ya wao kuingia pale vitani wamekuja kubaini kwamba Wairani wote wamekuwa kitu hiki kimoja. Jambo ambalo vita sasa imebadilika sasa. Kile walichokuwa nakitarajia sicho ambacho kilicho. Na mpaka sasa hivi wao wenyewe washaamini kwamba uwezekano wa kubadilisha utawala nchini Irani haiwezekani. Kwa sababu hata akiuawa kiongozi huyu anakuja mwingine. Na ndio utaratibu wa Kiislamu jinsi ulivyo. Ilikuwa hivyo, hata tazama katika vita alivyokuwa akipigana Bwana Mtume Muhammad. Utakuta kwamba akiuawa kiongozi huyu pale pale anasimama kiongozi mwingine kuongoza jeshi, na ndivyo wanavyofanya Irani. Ndio maana mabwana wanachanganyikiwa. Kwa hiyo kikubwa zaidi ndugu yangu mimi nikwambie tu, Netanyahu huyu na malengo yao ilikuwa ni kubadilisha utawala, lakini walishafeli katika malengo hayo. Kwa hiyo kilichobakia sasa hivi ni kuiharibu nchi ya Irani. Yaani kuharibu miundombinu ya nchi ya Irani, basi ndio kitu ambacho kilichobakia kwao.
na wala hawataweza kuuangusha ule utawala, hawatoweza kabisa. Wataishia hivyo hivyo kuua viongozi, akiuawa huyu anakuja mwingine anasimama sehemu yake, kazi inaendelea, wala katika hali za namna hii. Na pia cha mwisho kabisa ambacho ninachoweza kumalizia, kikubwa kinachopiganiwa pale basi, kwa maana Israeli alitaka asimikwe kama mkubwa wa Mashariki ya Kati ili nchi zingine zote zile zinazomzunguka zimuogope, na yeye awe ndo anayetoa maelekezo, watu wanatakiwa kuishi hivi. Lakini wakati huo kuna Irani, maana walifanya matukio, wamefanya kwa Iraki, wakamua Saddam Hussein. Irani anatazama ule mchezo, wakafanya Libya, wakamua Gaddafi. Irani anatazama ule mchezo, haribu Syria. Lakini tazama Yemen na yenyewe ina matatizo. Yote haya wanayafanya kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza hizi nchi kuzidhoofu, alafu kumpa nguvu nani? Muisraeli. Ili huyu Muisraeli atawale zile nchi zote na aweke sheria zake na amri zake ndo zifuatwe pale, kama ndo baba wa eneo hilo. Lakini sasa Irani naye akajiimarisha. Baada ya kujiimarisha, wakamwekea vikwazo vingi sana. Walimwekea vikwazo, moja katika vikwazo, hatakiwi kumiliki ndege za kivita. Yule bwana akaona, msintania, hamna shida, mimi sina haja ya mandege hayo, mimi ninachokifanya natengeneza mabomu yale, yani makombora ya masafa marefu, nitawaonyesheni kazi tu. Basi mwanaume katengeneza hizo, akatengeneza na drone zake. Basi ni hatari sana huko, wanachanganyikiwa huko walipo. Kwa hiyo kwa hali hiyo, mimi nimalizie tu kwa kusema kwamba ni vita ya kutaka ukubwa Mashariki ya Kati, na kwa vyovyote vile tayari mkubwa tushamuona ni nani. Ashajulikana mkubwa ni Irani tu shekhe, hamna mwingine. Ndio maana unaona wameungana Marekani na yeye nani, Muisraeli, na bado jasho linawatoka. Sasa mkubwa nani? Wamwache Irani atawale Mashariki ya Kati, mambo yaende biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ulikuwa ni wakati mzuri sana na Sheikh Diwani. Nikueleze tu kwamba hii ni sehemu ya machache mno. Ukitaka mengi au pia ukitaka kuonana na Sheikh moja kwa moja kwenye vyombo hivi vyote, ikiwemo Kibra 10, Single Media, Hatua TV ama Nyundo TV, mtafute yeyote, iwe Instagram, TikTok au Facebook, atakupa mawasiliano ya Sheikh na atakupeleka pia ukihitaji kukufikisha moja kwa moja ofisini hapa Mbagala Kizuiani, barabara ya kuelekea jeshini, au uliza mawasiliano ya Sheikh kama nilivyosema, utapatiwa moja kwa moja. Mpaka muda na wakati mwingine tutakapokutana tena, niseme asante na kwaheri kwa sasa.